Shughuli ya kuhesabu kura imeanza katika eneo bunge la Mbeere North ambako maafisa wa polisi jioni hii wamekabiliana na baadhi ya vijana waliotaka kuvamia kituo cha kuhesabia kura cha Siakago Social Hall. Na hii ni kufuatia madai ya mwingilio wa uchaguzi huo. Mwanahabari wetu Emmanuel To amekuwa akifuatilia kwa karibu uchaguzi huo ambao umekuwa na fujo na ati tangu nyakati za asubuhi. Emmanuel, hujambo? Je, hali imetulia hivi sasa? Asante sana Mashirima na Nimrod. Bila shaka hali hiyo ya ati inaendelea hapa katika eneo bunge la Mbeere North. Sumahani, huku kura zikiendelea kuhesabiwa. Kama mwenzangu hapa James anaweza kuonyesha tu ni kwamba tuko katika kituo cha mwisho hapa katika eneo bunge la Mbeere North ambapo kura zinaendelea kuhesabiwa katika kituo cha Social Hall hapa Mbeere North, ambapo kwa sasa tunapozungumza kuna maafisa wa polisi wako nje wanakabiliana na vijana ambao wameandamana na baadhi ya viongozi wao. Kuna kikosi ambacho kilikuja mara ya kwanza na mbunge wa kule Madhira Eric Wamumbi, vijana ambao walikuja pale wakiwa na mipini ya majembe pamoja wengine pia wakiandamana na maafisa wa polisi wakivamia wakitaka nafasi ya kuingia kwenye kituo cha kuhesabia kura, na hapo ndipo kulikuwa na patashika baina yao na vijana ambao waliongozwa na mbunge wa eneo la Manyata kaunti hii ambaye anajulikana kama John Mukunji, na bila shaka maafisa wa polisi waliweza kukabiliana nao wakisuluhisha swala hilo. Na bila shaka hapo awali pia kulikuwa na shughuli nyingine ambapo wale maafisa wa polisi walikabiliana na wafuasi wa aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi, ambaye alikuwa amekuja kuangalia shughuli ya kupiga kura katika kituo hiki cha Social Hall hapa Siakago, eneo bunge la Mbeere North. Na hapo ndipo kuna mwakilishi wa aliyepatikana akiwa amevalia mavazi ya rangi ya manjano, ambayo anasemekana kwamba alikuwa anachochea wale wapiga kura kuweza kuegemea upande wa serikali ama kumpigia Leonard Wamuthende kura katika uchaguzi huu. Lakini licha ya hayo uchaguzi umeendelea bila tashwishi nyingi vile, ila tumeona asilimia ndogo sana ya wapiga kura wakijitokeza. Asilimia 50 ya wapiga kura wote walijitokeza kulingana na taarifa ambayo tulipokea mwendo wa saa 11 hivi, kumaanisha ni takriban wapiga kura 25,000 hapo ndio waliweza kujitokeza kati ya 55,000 waliosajiliwa kushiriki kwenye uchaguzi huu. Katika kituo hiki ambacho niko kwa sasa, Leonard Wamuthende anaongoza kwa takriban kura 400 akifuatwa na yule mgombea wa chama cha DP Newton Kariuki Karish ambaye ana takriban kura 300 hivi. Bado shughuli ya kuhesabu kura inaendelea, lakini hapa ndipo Leonard Wamuthende alipopiga kura na inaonekana kwamba hii ni ngome yake. Bado tunapokea matokeo kutoka katika vituo vyote 134 ambavyo vitakuwa vinapelekwa katika kituo kikuu cha kuhesabia kura ambacho ni kilomita kama 2 hivi kutoka hapa katika shule ya upili ya wasichana ya Siakago, ambapo shughuli nzima itakuwa inatekelezwa na pia mshindi kutangazwa labda baadaye usiku ikiwa itawezekana. Lakini kile ambacho tunapokea kwa sasa ni kwamba kuna vurugu pia ambazo zimezuka katika maeneo tofauti kwa sasa, ambapo kura zinaendelea kuhesabiwa. Kuna mahali ambapo pikipiki zimechoma, karatasi za kupigia kura pia, na kwa sasa maafisa wa polisi wanaendelea kushika doria kuhakikisha kwamba hali inarejea shwari. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, na kurejesha studioni kwa mengi zaidi. Naam, Emmanuel To, kabla hatuja kuacha uendelee na shughuli ya kutazama kura zinavyohesabiwa, pengine utuarifu tu manake kando na Malava, eneo hili la Mbeere North limekuwa pamoja na Kasipul yamekuwa ni maeneo ambayo yamevutia hisia kali kutoka kwa pande mbili ambazo zinakinzana, upande ambao unaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na upande wa upinzani. Tueleze kama kufikia sasa umeweza kuona baadhi ya viongozi kutoka makundi hayo mawili katika eneo hilo ambapo kura zinahesabiwa, ama ni mapema sana kwa wao kufika kwa sababu ya ile hali ya kutaka kujua ni mgombea gani ambaye anaendelea kuongoza katika hesabu ya kura?
Kwa sasa wale viongozi ambao nimeona ni hawa wabunge wawili ambao nimekutajia, Eric Wamumbi wa eneo bunge la Mathira, kuna mwakilishi wadi kutoka pia kaunti ya Nyeri, na upande huo upinzani nimemwona mbunge wa Manyata John Mukunji pamoja na Justin Muturi ambaye pia ni kiongozi ama kinara wa chama cha Democratic Party ambacho kinamgombea katika kinyang'anyiro hichi ambaye ni Newton Karish. Lakini tumeelezwa kwamba na maafisa wa IBC kwamba kituo kikuu cha kuhesabia kura cha Siakago Girls hakitaruhusiwa kuingiwa na hao viongozi ambao hawajaruhusiwa. Yule ambaye atakuwa anafika kwenye kituo hicho ni yule anajulikana kama chief agent ama yule wakala mkuu wa uchaguzi wa mgombea. Kuna wagombea 9, kwa hivyo tunatarajia kwamba kutakuwa na hao mawakala wakuu 9 kwenye kituo kile, lakini tunatarajia kushuhudia labda shughuli ambayo tumeona hapa kwenye lango kuu katika lango kuu la shule ya Siakago, kwa sababu baada ya shughuli kukamilika hapa tutakuwa tunaelekea moja kwa moja hadi upande ule mwingine ambapo sasa ile hesabu ya kura zote zitakuwa zinafanyika pale, na hapo ndipo nyusi joto za kujua nani mshindi nani atashindwa zitakuwa zinapanda.